Kidonge kimoja tu cha vitunguu saumu kwa siku? Ndiyo. Hicho ndicho tu kinachosimama kati ya uzee dhaifu uliojaa ziara za hospitali na uzee uliojaa nguvu, uhai na ustahimilivu. Je, unaweza kufikiria nikikuambia kuwa kuna kiazi kidogo, kitu kinachoota chini ya udongo mchafu na wenye giza, ambacho kina nguvu ya kibayolojia kuliko chupa nyingi za dawa unazozikusanya kwenye kabati lako la dawa? Ni kitu cha kawaida sana jikoni kwako, kiasi kwamba pengine unakipuuza. Unakiona kama kiungo tu. Kosa kubwa sana. Jiandae. Kile utakachokigundua katika dakika chache zijazo si mapishi ya jikoni. Ni uingiliaji kati wa kimatibabu na lishe unaoweza kubadilisha kabisa fiziolojia ya mwili unaozeeka. Kile ambacho makampuni ya dawa yanakiita muujiza, asili inakiita vitunguu saumu. Na leo nitakueleza kwa nini chakula hiki cha unyenyekevu ndiyo silaha ya siri ambayo tiba ya kisasa imeidharau kwa muda mrefu sana. Mimi ni daktari, na dhamira yangu si kukupa vidonge vya kuficha dalili, bali kukupa zana za kurekebisha mwili wako. Lakini kabla hatujaingia ndani ya biokemia ya wokovu, ikiwa unahisi hata kidogo kwamba asili ina majibu ambayo sayansi ndio inaanza kuyaelewa, nahitaji kujua kwamba uko nami. Andika neno vitunguu saumu kwenye maoni. Fanya sasa. Ni hatua yako ya kwanza kuutangazia mwili wako kwamba uko tayari kwa mabadiliko. Kwa zaidi ya miaka 5,000, vitunguu saumu havikutumika kuongeza ladha kwenye mchuzi, vilitumika kupona. Wamisri wa kale, wahandisi wa yasiyowezekana, walikuwa wakiwapa wajenzi wa piramidi. Unadhani ilikuwa kwa ajili ya ladha? Hapana, ilikuwa ni kuongeza nguvu zao za kimwili na ustahimilivu wa moyo na mishipa chini ya jua kali. Wagiriki, baba wa tiba ya magharibi, walikitumia kutibu maambukizi kabla ya neno antibiotics kuwepo. Wachina wamekichukulia kama dawa bora kwa milenia. Lakini sisi, jamii ya kisasa, yenye kiburi na iliyotenganishwa, tumekishusha chakula hiki bora, superfood, hadi kwa kiungo rahisi tu. Tumepuuza nguvu yake ya ajabu ya uponyaji. Na wakati huo huo, wazee wetu wanateseka na matokeo ya kutengana huku. Udhaifu, magonjwa, kuzorota. Kidonge kimoja tu cha vitunguu saumu kwa siku? Ndiyo. Hicho ndicho tu kinachosimama kati ya uzee dhaifu uliojaa ziara za hospitali na uzee uliojaa nguvu, uhai na ustahimilivu. Je, unaweza kufikiria nikikwambia kuwa kuna kiazi kidogo, kitu kinachoota chini ya udongo mchafu na wenye giza, ambacho kina nguvu ya kibayolojia kuliko chupa nyingi za dawa unazozikusanya kwenye kabati lako la dawa? Ni kitu cha kawaida sana jikoni kwako, kiasi kwamba pengine unakipuuza. Unakiona kama kiungo tu. Kosa kubwa sana. Jiandae. Kile utakachokigundua katika dakika chache zijazo si mapishi ya jikoni, ni uingiliaji kati wa kimatibabu na lishe unaoweza kubadilisha kabisa fiziolojia ya mwili unaozeeka. Kile ambacho makampuni ya dawa yanakiita muujiza, asili inakiita vitunguu saumu. Na leo nitakueleza kwa nini chakula hiki cha unyenyekevu ndiyo silaha ya siri ambayo tiba ya kisasa imeidharau kwa muda mrefu sana. Mimi ni daktari, na dhamira yangu si kukupa vidonge vya kuficha dalili, bali kukupa zana za kurekebisha mwili wako. Lakini kabla hatujaingia ndani ya biokemia ya uokovu, ikiwa unahisi hata kidogo kwamba asili ina majibu ambayo sayansi ndiyo inaanza kuyaelewa, nahitaji kujua kwamba uko nami. Andika neno vitunguu saumu kwenye maoni. Fanya sasa. Ni hatua yako ya kwanza kuutangazia mwili wako kwamba uko tayari kwa mabadiliko. Kwa zaidi ya miaka 5,000, vitunguu saumu havikutumika kuongeza ladha kwenye mchuzi, vilitumika kupona. Wamisri wa kale, wahandisi wa yasiyowezekana, walikuwa wakiwapa wajenzi wa piramid. Unadhani ilikuwa kwa ajili ya ladha? Hapana. Ilikuwa ni kuongeza nguvu zao za kifumwili na ustahimilivu wa moyo na mishipa chini ya jua kali. Wagiriki, baba wa tiba ya magharibi, walikitumia kutibu maambukizi kabla ya neno antibiotics kuwepo. Wachina wamekichukulia kama dawa bora kwa milenia, lakini sisi, jamii ya kisasa yenye kiburi na iliyotenganishwa, tumekishusha chakula hiki bora, superfood, hadi kuwa kiungo rahisi tu. Tumepuuza nguvu yake ya ajabu ya uponyaji. Na wakati huo huo, wazee wetu wanateseka na matokeo ya kutengana huku.
udhaifu, magonjwa, kuzorota. Lisikize vizuri. Sayansi ya kisasa pamoja na teknolojia yake yote, hatimaye inafikia kile ambacho mababu zetu walikijua kwa sindika. Vitunguu saumu si chakula tu, ni duka kamili la dawa lililoomo kwenye kifurisho kidogo cha mboga. Kila kidonge kina zaidi ya misombo hai 30 tofauti. Maarufu zaidi ni allicin, lakini kuna dazeni zaidi zinazofanya kazi kwa ushirikiano kamili ambao hakuna dawa ya kutengeneza inayoweza kuiga maabara. Je, umegundua jinsi baadhi ya wazee wanavyoonekana kuwa na kinga dhidi ya kila kitu? Wakati wengine wanaambukizwa kila virusi vinavyopita hewani, wao wanaendelea kuwa imara. Wakati wengine wanapoteza mwelekeo, wanapoteza kumbukumbu na nishati, hawa wazee bora wanadumisha uhai wao. Tofauti si mara zote iko kwenye jini, iko kwenye kile ambacho wanakitia mdomoni mwao kila siku. Ninapozungumzia kidonge kimoja cha vitunguu saumu kwa siku, sizungumzii tiba ya dalili tu, nazungumzia dozi halisi ya kifamasia. Nazungumzia kushindana na dawa za shinikizo la damu na antibiotics zenye wigo mpana na dawa kali za kuzuia uvimbe, lakini bila kuharibu ini au kija zako katika mchakato huo. Ikiwa unataka kupata habari hii muhimu, habari ambayo inaweza kuokoa maelfu yako mangali katika bili za matibabu na miaka ya mateso, jiunge na chaneli hii sasa hivi na ubonyeze like au penda maudhui haya. Usifanye kwa ajili yangu, fanya kwa ajili ya afya yako. YouTube inahitaji kujua kwamba wazee wanataka suluhisho za kweli, si burudani tupu zaidi. Twende moja kwa moja kwenye ukweli wa kimatibabu. Faida namba 5, dawa ya asili yenye nguvu zaidi. Tuzungumze ukweli mchungu. Mfumo wa kinga ya wazee unakabili na vita vilivyoshindwa. Baada ya miaka 60, unaingia katika mchakato unaoitwa immunosenescence. Inasikika kitaalamu, lakini ni rahisi. Kinga zako zinastaafu. Mwili wako unapoteza uwezo wa kujilinda dhidi ya bakteria, virusi, fangasi na vimelea. Matokeo yake ni mabaya. Maambukizi ya mara kwa mara, nimonia zinazoweza kuua, maambukizi ya njia ya mkojo ambayo hayaishi kabisa. Mafua rahisi yanageuka kuwa tishio kwa maisha. Lakini hapa ndipo maajabu ya biokemia ya vitunguu saumu yanaingia. Unapomungunya kidonge kibichi, na lazima kiwe kibichi na kilichopondwa, baadaye nitakueleza kwa nini, allicin hutolewa. Hii ni kemikali tete ya organosulfur inayofanya kazi kama kombora linaloongozwa dhidi ya vimelea vya magonjwa. Ina sifa za kuua bakteria, virusi, fangasi na vimelea zenye nguvu kiasi kwamba zinashindana na penicillin na dawa nyingine za kifamasia. Lakini kuna tofauti kubwa. Tofauti ya uhai na kifo. Dawa za kutengeneza synthetic antibiotics ni kama bomu la nyuklia. Zinaua bakteria wabaya, ndiyo, lakini pia zinaangamiza mimea ya asili ya utumbo wako, gut flora, zikikuacha dhaifu na hatarini kwa maambukizi ya baadaye. Vitunguu saumu kwa upande mwingine vina hekima ya mageuzi. Hufanya kazi kwa kuchagua. Huondoa vimelea hatari huku vikihifadhi na wakati mwingine kuimarisha bakteria wenye faida wa microbiome yako ya utumbo. Zingatia data hii. Utafiti wa kuvutia uliochapishwa katika jarida la tiba ya antimicrobial, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, ulionyesha kwamba dondoo la vitunguu saumu lilikuwa na ufanisi dhidi ya aina 24 tofauti za bakteria, sugu kwa dawa nyingi. Tunazungumzia bakteria sugu kama MRSA ambao husababisha maambukizi hatari hospitalini na ambao hucheka dawa za kisasa. Vitunguu saumu vilijiangamiza. Huhitaji kuwa na maambukizi makali ili kufaidika. Kutumia vitunguu saumu kila siku kunaunda mazingira mabaya mwilini mwako kwa vimelea nyemelezi. Kwa mzee anaishi katika makazi ya wazee au anayelazimika kwenda hospitali mara kwa mara zilizojaa virusi, kidonge kimoja cha vitunguu saumu kila siku ni ngao ya kibiolojia. Ni tofauti kati ya kuendelea kuwa na afya au kuishi na ugonjwa. Nataka nikuulize swali zito, na nataka uwe mkweli kwako mwenyewe na kwangu kwenye maoni. Je, unaugua mara nyingi zaidi sasa kuliko miaka 10 iliyopita? Je, unahisi mafua yanakuangusha kwa wiki badala ya siku? Ikiwa jibu ni ndio, andika neno kinga kwenye maoni. Nataka kuona ni wangapi kati yetu tunapigana vita hivi. Hauko peke yako. Faida namba 4. Mapinduzi ya kimya ya moyo na mishipa.
Twende kwa muuaji namba 1, magonjwa ya moyo. Bado ndiyo sababu kuu ya vifo kwa wazee. Lakini kile ambacho wengi hawaelewi ni kwamba mshtuko wa moyo hautokei ghafla. Hapana, unapikwa kwa moto mdogo kwa miongo kadhaa. Ni muuaji wa kimya. Huanza na uvimbe kwenye mishipa, hufuatiwa na uundaji wa mabaka ya cholesterol, ugumu wa mishipa ya damu, na huishia na kuziba kabisa. Mshtuko wa moyo. Kufikia wakati unahisi maumivu kifuani, uharibifu tayari ni mkubwa. Lakini vitunguu saumu? Vitunguu saumu vina uwezo wa kipekee kwa kuingilia kati katika kila hatua ya mchakato huu wa uharibifu. Sikiliza sayansi. Misombo yake ya sulfa hufanya kazi kama vipanuzaji mishipa vasodilators wa asili. Hulegeza misuli sahihi ya mishipa yako. Fikiria bomba la garden lililobanwa. Maji hutoka kwa shinikizo na nguvu, yakiharibisha bomba. Vitunguu saumu huachia kaba hiyo, kuruhusu damu kutirira kwa uhuru, kupunguza shinikizo dhidi ya kuta za damu. Uchambuzi mkali ulipitia stadi 39 za kiklinik na kugundua kwamba utumiaji wa mara kwa mara wa vitunguu saumu hupunguza shinikizo la damu la systolic na diastolic kwa kiasi kikubwa. Unaweza fikiri, dokta, ni pointi chache tu. Usikosee, hizo pointi chache zinawakilisha kupunguza hatari ya kitunzi kwa 40% na magonjwa ya moyo kwa 25%. Tunazungumzia miaka ya maisha iliyopatikana. Na la kushangaza zaidi ni kwamba athari hizi ni endelevu, si kama kidonge unachomeza na athari kupita baada ya saa 8. Vitunguu saumu huunda mabadiliko ya kimuundo katika mfumo wako wa moyo na mishipa. Husaidia mishipa yako kuwa miepesi zaidi, ya ujana zaidi. Zaidi ya hayo, huzuia uoksidishaji wa kolesteroli ya LDL. Nisikilize vizuri. Kolesteroli pekee si adui mkuu. Ni kolesteroli iliyooksidishwa ndiyo inayoshikamana na mishipa yako kama saruji. Vitunguu saumu huzuia uoksidishaji huo. Utafiti wa Ujerumani ulifuatilia watu 280 kwa miaka 4. Matokeo, wale waliotumia vitunguu saumu walikuwa na 50% chini ya kuendelea kwa mabaka ya mishipa kuliko wale ambao hawakutumia. 50% chini. Wengine hata walionyesha kurudi nyuma, yaani mishipa yao ilisafishika. Na bado kuna watu wanaopendelea kutumia pesa nyingi kwa statins, dawa za kolesteroli, bila kujaribu kwanza kile ambacho ardhi inatupa. Ikiwa unahisi shinikizo kifuani, ukikosa hewa unapopanda ngazi, ikiwa mikono na miguu yako ni baridi kila wakati, mfumo wako wa moyo na mishipa unapiga kelele kuomba msaada. Usiupuuze. Kumbuka, hii si tu kuhusu kuishi muda mrefu zaidi, ni kuhusu kuishi vizuri zaidi, ni kuhusu kutokuwa mzigo wa kiuchumi kwa familia yako, ni kuhusu kutumia pensheni yako kwa safari na starehe, si kwenye maduka ya dawa. Ikiwa bado hujafanya hivyo, hakikisha umejiunga, subscribe. Tunajenga jumuiya ya watu werevu wanaochukua udhibiti wa uzee wao. Faida namba 3. Dawa ya kuzuia uvimbe ambayo mwili wako unaiomba. Kuna janga lisiloonekana, moto unaowaka ndani yako na ambao labda huuhisi sasa hivi, lakini unakumaliza. Unaitwa uvimbe sugu wa kimfumo, chronic systemic inflammation. Si uvimbe wa unapojigonga kidole na kuwa chekundu. Ni uvimbe wa kiwango cha chini, wa kudumu, wa seli. Ni mzizi uliofichika wa baridi yabisi, kisukari aina ya pili, Alzheimer's na saratani. Ni injini ya kuzeeka kwa haraka. Dalili ni ndogo lakini za kudumu. Ukakamavu wa asubuhi unaochukua masaa kutoweka, maumivu ya viungo yanayokuja na kuondoka, uchovu usioisha kwa kulala. Inasikika kuwa ya kawaida? Vitunguu saumu vina misombo inayozima moto huu. Huzuia uzalishaji wa saitokini zinazochochea uvimbe. Fikiria saitokini kama wajumbe wanaowaambia mwili wako, vimba, uma, jaa. Vitunguu saumu hukatiza ujumbe huo. Utafiti katika utafiti wa phytotherapy ulionyesha kuwa utumiaji wa mara kwa mara hupunguza viwango vya interleukin 6 na tumor necrosis factor, viashiria viwili vya uvimbe ambavyo mara nyingi huwa juu kwa wazee wagonjwa. Wagonjwa wanaotumia vitunguu saumu wanaripoti maumivu kidogo ya viungo, ukakamavu kidogo na nishati zaidi.
Na cha kuvutia ni kwamba vitunguu saumu si tu vinazima moto uliopo, bali huboresha mfumo wako wa kinga ili uache kujishambulia wenyewe. Kwa wale wanaosumbuliwa na baridi yabisi au fibromyalgia, hii inaweza kuwa nafuu ambayo hakuna dawa ya maumivu ya kutengeneza imewapa bila kuharibu tumbo lao. Ufunguo hapa, na nataka hili likae akilini mwako, ni msimamo. Kidole kimoja cha vitunguu saumu leo na kingine mwezi ujao hakisaidii chochote. Hii ni mbio ndefu, si mbio fupi. Unahitaji kusambaza misombo hii ya salfa katika tishu zako ili kubadilisha mazingira ya ndani ya mwili wako kutoka yanayochochea uvimbe kwenda kuwa yanayozuia uvimbe. Je, unaamka ukiwa mgumu kila asubuhi? Je, unahisi mwili wako ni gereza la maumivu? Vitunguu saumu vinaweza kuwa ufunguo wa kufungua gereza hilo. Faida namba 2, mlinzi wa ubongo, ngao yako dhidi ya Alzheimer's. Tuzungumze kile ambacho kinatutisha sisi sote zaidi. Zaidi ya kifo, tunaogopa kupoteza akili. Hofu ya kudhororeka kwa utambuzi, shida ya akili, dementia, Alzheimer's inatupooza. Kuona jinsi historia yako mwenyewe inavyofutika, kusahau nyuso za watoto wako, kupotea katika nyumba yako mwenyewe, ni mtazamo wa kutisha. Lakini hapa kuna ukweli unaona. Alzheimer's na shida ya akili si matokeo yasiyoepukana ya kuzeeka. Si kawaida kupoteza akili. Ni magonjwa yenye sababu maalum za kibiolojia na katika visa vingi yanaweza kuzuiwa au kucheleweshwa sana. Vitunguu saumu vina uwezo wa kushangaza. Misombo yake huvuka kizuizi cha damu ubongo, blood-brain barrier. Huu ni ukuta unaolinda ubongo wako. Dawa nyingi haziwezi kuuvuka kwa ufanisi, lakini vitunguu saumu vinaweza. Mara vikiwa ndani, hufanya athari za moja kwa moja za kulinda neva. Hulinda neuroni zako dhidi ya uharibifu wa oksidi na hupunguza uvimbe wa ubongo. Mojawapo ya mifumo ya ajabu zaidi ni uwezo wake wa kuzuia mkusanyiko wa mabaka ya beta amyloid. Mabaka haya yananata, yana sumu na hujikusanya katika ubongo wa wagonjwa wa Alzheimer's yakiua neuroni. Vitunguu saumu husaidia kuzuia yasitengenezwe. Utafiti mkubwa wa Japani ulifuatilia zaidi ya wazee 13,000 kwa miaka 16. Sikiliza vizuri namba hiyo. Miaka 16 ya ufuatiliaji. Waligundua kuwa wale waliotumia vitunguu saumu mara kwa mara walikuwa na hatari ndogo kwa 50%. Narudia, 50% ndogo ya kupata shida ya akili ikilinganishwa na wale ambao hawakutumia. Watafiti walihitimisha kuwa inaweza kuwa moja ya hatua zenye nguvu zaidi kuokoa ubongo wako. Zaidi ya hayo, vitunguu saumu huboresha mzunguko wa damu kwenye ubongo. Damu zaidi kwenye ubongo inamaanisha oksijeni zaidi, virutubisho zaidi na akili kali zaidi. Huboresha kumbukumbu ya muda mfupi, kasi ya kufikiri na umakini. Pia vina selenium, madini muhimu kwa utendaji wa utambuzi. Ikiwa umegundua kuwa unasahau majina au unapata shida kuzingatia, kabla ya kukata tamaa na kusema ni umri, jiulize. Je, ninalisha ubongo wangu au ninauacha ufe kwa njaa? Na bado tunayo faida namba 1 yenye athari kubwa kuliko zote inayohusiana na ukarabati wa seli na maisha marefu tupu. Lakini hiyo inahitaji uwe makini kabisa kwa sababu inahusisha kuelewa jinsi ya kusimamisha saa ya kibiolojia. Faida namba 1, mkarabati wa seli anayechelewesha kuzeeka. Ikiwa kuna kitu ambacho wazee wote wanatamani kwa siri, si kurudi kuwa na miaka 20, ni kurejesha nishati hiyo, cheche hiyo ya uhai iliyokuwezesha kuamka bila maumivu na kukabili siku kwa matumaini. Na ingawa sayansi haijapata chemchemi ya ujana wa milele, imepata jinsi ya kupunguza kasi ya saa ya kibiolojia kwa kiasi kikubwa. Kuzeeka si tu kupita kwa muda kwenye kalenda. Hapana, ni mkusanyiko wa uharibifu wa oksidi, oxidative damage, katika seli zako. Fikiria kipande cha chuma kilichoachwa nje kinapata kutu. Hivyo ndivyo inavyotokea kwa mwili wako. Kila siku, maelfu ya athari za kikemia hutoa radicals huru, molekuli zisizo thabiti
zenye vurugu ambazo hushambulia DNA yako, huharibu mtando wa seli zako na kuvunja protini zinazokuweka hai. Baada ya miaka 60, mwili wako unapoteza uwezo wa kudhibiti mashambulizi haya. Radicals huru hujikusanya, unapata kutu kwa ndani. Hii inaharakisha uzee unaoonekana na mbaya zaidi, ule usioonekana, ule wa viungo vyako. Hapa ndipo vitunguu saumu vinapokuwa mshirika wako bora wa kuzuia uzee. Vina kioksidizi ambavyo havipo chakula kingine chochote. Lakini sikiliza hiki, kwa sababu inavutia. Vitunguu saumu si tu kudhibiti radicals huru vyenyewe. Vinafanya kitu cha busara zaidi. Vinachochea mwili wako wenyewe kuzalisha vioksidizi vyake ya asili kandani, endogenous antioxidants. Utafiti mpinduzi katika jarida la utafiti wa kijerontolojia, Experimental Gerontology, uligundua kuwa dondo la vitunguu saumu vilivyozeeka liliongeza shughuli ya vimemezi vikuu vitatu: superoxidase mutase, catalase na glutathione peroxidase. Hivi vimemezi ni timu ya usafi ya wasalifu wa seli zako. Vitunguu saumu vinaviamsha, vinaviweka kazini. Na haishii hapo. Vitunguu saumu vina uwezo wa kuamsha jeni maalum zinazojulikana kama sirtuins. Hizi ni genes za maisha marefu. Ni genes zile zile zinazoamshwa wanapofunga au kupunguza kalori na ambazo huhusishwa na kuishi miaka mingi zaidi katika harithi kila spishi iliyosumliwa. Kwa maneno ya vitendo, seli zinazojirekebisha haraka zaidi, tishu zisizovunjika, ngozi inayostahimili zaidi na viungo vinavyofanya kazi kana kwamba vina miaka 10 pungufu. Je, ungependa kujihisi kijana kuliko kitambulisho chako kinavyosema? Je, unatamani kuwa na nishati ya kufurahia wajukuu zako na si tu kuwatazama wakicheza kutoka kwenye kiti? Vitunguu saumu ni ufunguo wa kufungua uwezo huo. Njia sahihi ya kutumia vitunguu saumu: itifaki kamili ya kimatibabu. Sasa, zingatia kabisa, kwa sababu 90% ya watu hutumia vitunguu saumu vibaya na kutupa faida zake jalalani. Haitoshi kutupa kidonge kizima kwenye supu inayochemka. Hiyo haisaidii chochote kimatibabu. Siri iko kwenye allicin. Hii ni kemikali ya muujiza. Lakini allicin haipo kwenye kidonge kizima ulichonacho jikoni, ni ujanja wa asili. Inaundwa tu unapovunja kuta za seli za vitunguu saumu. Unapokikata, kukiponda au kukimung'unya, kimeng'enya kinachoitwa allinase kinagusana na allin na katika mmeng'enyo wa kikemia wa papo hapo huunda allicin. Lakini hapa kuna maelezo muhimu ambayo hakuna anayekuambia. Mchakato huu unachukua muda. Unahitaji oxygen. Ukikata vitunguu saumu na kukitupa kwenye kikaango mara moja, joto huharibu kimeng'enya kabla hakijaunda dawa. Umeua faida kabla ya kuitumia. Itifaki sahihi ni hii: chukua kidonge cha vitunguu saumu kibichi, kiponde kwa upande wa kisu au kikatekate vipande vidogo sana. Na sasa, subiri. Kiache kipumzike kwa dakika 10 kamili. Katika dakika hizo 10, uchawi hutokea. Mkusanyiko wa allicin hufikia kiwango chake cha juu. Baada ya dakika hizo 10, unaweza kukitumia. Njia bora ni kukila kibichi. Kichanganye na kijiko kidogo cha asali mbichi au mafuta ya maizeituni ya ziada, extra virgin olive oil. Asali huongeza athari za kuua viini na mafuta hurahisisha ufyonzwaji na kulinda tumbo lako. Kitumie asubuhi kabla ya kula au dakika 30 kabla ya kifungua kinywa. Najua unachofikiria, daktari, na harufu ya mdomo. Harufu ya vitunguu saumu ni gharama ndogo kulipa kwa ajili ya afya ya chuma, lakini ikiwa inakupa wasiwasi, tafuna jani la cornmeal, mnana au punje chache za kahawa baadaye. Hupunguza harufu karibu mara moja. Au tumia virutubisho vya vitunguu saumu vilivyozeeka wa ubora wa juu, ingawa na kuonya, hakuna kinachoshinda kile cha asili kibichi. Ikiwa habari hii inakufungua macho kuhusu jinsi ambavyo umekuwa ukipoteza rasilimali hii ya asili,
fikiria kujiunga na jumuiya yetu ya kipekee. Kujiunga ni bure, lakini maarifa tunayoshiriki hapa yana thamani ya dhahabu. Usiruhusu makampuni ya dawa kumiliki afya yako. Tahadhari na vikwazo. Uwajibikaji wa kwanza. Kama daktari, nina wajibu wa kimaadili kukuambia si tu mazuri, bali pia lini uwe mwangalifu. Vitunguu saumu ni dawa yenye nguvu, na kama dawa yoyote yenye ufanisi, ina muingiliano, interactions. Si kitu cha kuchezea. Ikiwa unatumia dawa za kuzuia kuganda kwa damu kama warfarin, nisikilize vizuri. Vitunguu saumu hupunguza uzito wa damu kiasili. Ikiwa utachanganya na dawa zinazofanya hivyo hivyo bila usimamizi, unaweza kuongeza hatari ya kuvuja damu. Haimaanishi huwezi kuvala, lakini lazima uzungumze na daktari wako kurekebisha dozi. Ikiwa utafanyiwa upasuaji uliopangwa, acha matumizi ya dawa ya vitunguu saumu wiki 2 kabla. Hatutaki mishangao chumba cha upasuaji. Ikiwa una matatizo ya gastritis mkali au vidonda vya tumbo vilivyo hai, vitunguu saumu vibichi vinaweza kuwasha. Katika kesi hizo, chagua vitunguu saumu vilivyopikwa kidogo au virutubisho vyenye mipaka ya enteric inayoyeyulika tumboni, si kwenye mfuko wa tumbo. Wagonjwa wa kisukari wanaotumia insulin au dawa za kushusha sukari, makini. Vitunguu saumu hupunguza sukari kwenye damu. Ikiwa utatumia vitunguu saumu vingi na dawa yako ya kawaida, unaweza kupata anguko ya sukari. Fuatilia viwango vyako. Hii si kwa ajili ya kukutisha, ni kwa ajili ya kukuemesha. Maarifa ni usalama. Hadithi za kweli za mabadiliko. Katika kazi yangu yote, nimeona mambo ambayo wengi wangeyaita miujiza, lakini mimi nayaita fiziolojia iliyorekebishwa. Acha nikuhadithie kuhusu Carmen. Miaka 73. Alifika ofisini kwangu akiwa amekata tamaa. Maambukizi 3 makubwa ya kupumua katika miezi 6. Aliishi kwa hofu ya kutoka nje. Nilimwandalia itifaki na vitunguu saumu vibichi kila siku. Katika miezi 12 iliyofuata, hata maambukizi 1. Mfumo wake wa kinga ulizinduka tena. Au Antonio, miaka 68, shinikizo la damu lilikuwa juu sana licha ya kutumia vidonge viwili tofauti. Daktari wake wa moyo alitaka kumwongezea cha 3. Antonio alikataa na kuanza itifaki ya vitunguu saumu. Miezi 3 baadaye, shinikizo lake lilitulia kiasi kwamba daktari wake ilibidi amuondolee moja ya dawa. Kumuondolea, si kumuongezea. Rosa, miaka 75, mwenye hofu kwa sababu alikuwa akisahau majina na tarehe, alidhani ni mwanzo wa mwisho. Aliingiza vitunguu saumu na vioksidishaji. Miezi 6 baadaye, familia yake ilishangazwa na uwazi wa akili yake na kasi ya majibu yake. Na Miguel, miaka 70, mwenye maumivu ya viungo yaliyomzuia kutembea. Vitunguu saumu na nguvu yake ya kuzuia uvimbe vilimrudishia uwezo wa kutembea ambao dawa za maumivu hazikuweza kumpa bila kuharibu tumbo lake. Hawa si waigizaji, ni watu kama wewe. Ni watu walioamua kuacha kuwa wahanga wa umri wao na kuchukua udhibiti. Nataka nikuulize swali zito sana. Je, unajitambulisha na Carmen, Antonio, Rosa au Miguel? Je, una mojawapo ya matatizo haya yanayoonekana kutokuwa na suluhisho? Andika kwenye maoni changamoto yako kubwa ya kiafya leo ni ipi? Kumbukumbu, maumivu, shinikizo la juu? Liandike. Kwa kuliandika, unalifanya liwe halisi na tunaanza kutafuta suluhisho pamoja. Sababu ya kisayansi. Kwa wenye mashaka. Kwa wale wanaohitaji kuelewa utaratibu kamili, hii hapa sayansi ngumu. Vitunguu saumu havifanyi kazi kwa uchawi. Hufanya kazi kwa biokemia. Vina zaidi ya misomo 150, lakini organosulfur kama allicin, ajon na diallosulfide ndio ufunguo. Vinafanyaje kazi? Katika kiwango cha moyo na mishipa, huamsha okside ya nitric. Kimengenya hiki huzalisha okside ya nitric, molekuli ya gesi inayoamuru mishipa yako tulia. Mishipa itapanuka, shinikizo litapungua. Zaidi ya hayo, huzuia kimengenya cha kubadilisha angiotensin, ACE. Inasikika? Ni utaratibu ule ule unaotumiwa na dawa kama enalapril au lisinopril. Vitunguu saumu hufanya kiasili. Katika kiwango cha kinga, ni mkurugenzi wa orkestra. Huchochea macrophages,
seli zinazokula bakteria na seli za natural killer, wauaji wa asili wa virusi na seli za uvimbe. Lakini wakati huo huo, hutuliza uzalishaji wa saitokini za uvimbe ili mwili wako usijiambulie wenyewe. Usawa kamili. Katika kiwango cha neurolojia, huongeza acetylcholine, neurotransmitter ya kumbukumbu, na hulilinda mafuta ya ubongo wako dhidi ya uoksidishaji. Elewa hili. Dawa nyingi hufanya kazi katika njia moja ya biokemia, huzuia kitu moja au kuchochea kingine. Vitunguu saumu huboresha mifumo mingi kwa wakati mmoja. Ni ingiliano likisystem. Tumefika hatua muhimu. Una habari, una sayansi, una shuhuda. Sasa swali ni, je, utafanya nini na hili? Kwa sababu kujua na kutokufanya ni sawa na kutojua. Tufakarishe kidogo. Kwa miaka mindoko tumeuziwa wazo kwamba afya inunuliwa katika duka la dawa. Tumewekeza bilioni katika matibabu ya kutengeneza ambayo mara nyingi huleka orodha ya athari mbaya ndefu zaidi ya faida zake. Na wakati huo huo, suluhisho limekuwa hapo, likikuwa chini ya ardhi, kimya, duni, likisubiri tukumbuke nguvu yake. Vitunguu saumu vinawakilisha hekima ya mababu tulioipoteza. Vinawakilisha uhusiano na asili uliotuponya kwa miaka 1000 kabla ya maabara kuwepo. Sikuambii utupe madawa yako jaladani leo hii. Hilo lingekuwa kutowajibika. Na kuambia ujumuishe hii dawa ya asili kama nguzo ya mtazamo mpya kamili. Kidonge cha vitunguu saumu kila siku si gharama. Ni uwekezaji mwenye bei nafuu na faida kubwa utakayoufanya maishani mwako. Ni kurahisisha kuelekea afya ya kweli. Kwako mzee, kila siku inahesabiwa. Kila uamuzi unakusogeza karibu na uhai au kukusukuma kuelekea ugonjwa. Kidonge kimoja cha vitunguu saumu ni kura ya kila siku kwa maisha yako. Mwaliko wangu uko wazi na wa moja kwa moja. Mpe nafasi halisi. Si kwa wiki moja. Biolojia inachukua muda kubadilika. Ipe miezi 3. Siku 90. Ruhusu seli zako zijae misombo hii ya kinga. Angalia jinsi nishati yako inavyobadilika. Jinsi ustahimilivu wako unavyoboreka. Jinsi akili yako inavyotakata. Na utakapoona matokeo, kwa sababu utayaona, rudi kwenye video hii na unisimulie hadithi yako. Kwa sababu ushuhuda wako unaweza kuwa mwanga ambao mtu mwingine anauhitaji kuokoa afya yake. Ikiwa habari hii imekuwa ya thamani kwako, ikiwa unahisi umejifunza kitu kinachoweza kubadilisha maisha yako ya baadaye, bonyeza penda video hii sasa hivi. Ishiriki na marafiki zako na familia yako. Wakati mwingine, kutuma video rahisi ni tendo kubwa zaidi la upendo unaloweza kumfanyia mtu anayeteseka bila sababu. Jiunge, subscribe na channel ili usikose hata dozi moja ya ukweli wa kimatibabu. Fikiria kujiunga kama mwanachama ili kupata itifaki za kina na maalum zaidi. Kumbuka, kuzeeka ni lazima, lakini kuugua ni hiari. Ukiwa na zana sahihi, unaweza kuishi miaka yako ya dhahabu kwa heshima, nguvu na uwazi. Jitunze sana. Heshimu mwili wako na vyakula vya kweli. Na kumbuka kwamba kila kidonge cha vitunguu saumu unachokitumia ni kitendo cha uasi dhidi ya ugonjwa. Tutaonana kwenye video inayofuata ambapo tutaendelea kufunua siri ambazo tasnia haitaki ujue. Baraka na afya kamili kwa wote. Tumefika mwisho wa safari hii, lakini hapa ndipo njia yako ya kweli inapoanza. Sitaki ufunge video hii na urudi kwenye uratibu wako wa kawaida. Uratibu ule uliokupelekea kujihisi mchovu, mwenye maumivu au wasiwasi. Nataka tusimame kidogo na tutafakari pamoja kuhusu kitu cha kina zaidi kuliko biokemia au tafiti za kliniki. Kwa miongo kadhaa, jamii ya kisasa imetuuzia uongo wa bei ghali sana.
wametushawishi kwamba afya ni kitu changamoto sana, kitu ambacho kinaweza kupatikana tu katika taratibu za uvamizi, katika teknolojia za milioni dola na katika mchanganyiko wa dawa za kutengeneza. Tumewekeza milioni katika matibabu ambayo mara nyingi hufunika tu dalili wakati mzizi wa tatizo unaendelea kuoa kwa ndani. Na wakati mwingine, matibabu hayo husababisha uharibifu zaidi kuliko faida yanayoahidi. Wakati huo, suluhisho limekuwepo hapo muda mote, likikuwa kimya gizani mwa ardhini, likisubiri, duni, lenye nguvu. Vitunguu saumu si kiungo tu, vinawakilisha hekima ya mababu tuliosahau katika kiburi chetu cha teknolojia. Ni kiungo kilichopotea na asili. Sipendekezi uwaache madaktari wako au utupe maagizo yako ya dawa, hilo lingekuwa kutowajibika. Nachokuomba kama daktari aliyeona kinachofanya kazi na kilichofanya kazi, ni kwamba ufikirie kujumuisha dawa hii ya asili kama sehemu ya mtazamo kamili. Kidonge kimoja cha vitunguu saumu kwa siku si usumbufu katika maisha yako, ni kurahisisha kuelekea afya ya kweli. Fikiria hivi, kidonge cha vitunguu saumu si gharama, ni uwekezaji, na ni uwekezaji wenye faida ya juu zaidi. Ni thamani gani kuamka bila maumivu? Ni thamani gani kukumbuka jina la vitukuu zako miaka 10 zijazo? Ni thamani gani kuepuka pneumonia msimu huu wa kibari? Kwa wazee wetu, kila siku ni zawadi ya thamani. Hatuna muda kupoteza kwa kujihisi vibaya. Kila uamuzi wa chakula unaofanya leo unakusogeza karibu na uhai au kukusukuma kuelekea udhaifu. Na niamini, udhaifu ni mahali pagumu ambapo hautaki kuishia. Mwaliko wangu, changamoto yangu kwako leo ni wazi na ya moja kwa moja. Sitaki ujaribu kwa wiki moja, biolojia haifanyi hivyo. Nataka uipe nafasi halisi. Nakupa changamoto ya kufuata itifaki hii kwa miezi 3, siku 90. Ruhusu mwili wako uone kile ambacho vizazi vilivyopita vilikijua kwa silika. Jaza seli zako na vioksidishaji. Safisha mishipa yako. Na nataka kujua ni kina nani majasiri katika jumuiya hii. Ikiwa uko tayari kuchukua udhibiti, ikiwa uko tayari kujitolea kwa siku hizi 90 za mabadiliko, andika kwenye maoni, nakubali changamoto. Nataka kuona mstari usioisha wa watu walioazimia kutokubali kushindwa na umri. Angalia jinsi nishati yako inavyobadilika. Angalia ustahimilivu wako kwa maambukizi. Angalia uwazi wa akili yako. Na kisha rudi na kutuambia. Kwa sababu hadithi yako itakuwa mafuta ya kuatia moyo wengine. Ikiwa habari hii imegusa moyo wako, ikiwa unahisi umepata ukweli uliokuwa ukiutafuta, bonyeza like, penda video hii sasa hivi. Fanya hivyo ili algorithm ya YouTube ielewe kwamba wazee tunataka afya ya kweli, si usumbufu. Ishiriki na wapendwa wako. Wakati mwingine, kiungo rahisi cha WhatsApp kinaweza kuokoa ubora wa maisha ya rafiki au mwanafamilia. Na tafadhali, jiunge, subscribe na chaneli ikiwa bado hujafanya hivyo. Hapa hatuuzi udanganyifu, tunatoa sayansi iliyotumika kwa maisha halisi. Fikiria kuwa mwanachama ili kupata maudhui ya kipekee ambapo tunachimba zaidi katika itifaki maalum za afya ya asili. Kumbuka hili kila asubuhi unapokiona hicho kidonge cha vitunguu saumu. Kuzeeka hakumaanishi kuugua. Tukiwa na zana sahihi, maarifa yanayofaa na utayari wa kuchukua hatua, tunaweza kuishi miaka yetu ya dhahabu kwa nguvu, heshima na afya tunayostahili. Jitunze sana, heshimu mwili wako na vyakula vya dawa vya kweli. Na kumbuka kwamba kila kidonge cha vitunguu saumu unachokitumia ni tendo la upendo wa kimapinduzi kuelekea maisha yako ya baadaye. Tutaonana kwenye video inayofuata, ambapo tutaendelea kuchunguza siri za dawa ya asili zinazoweza kubadilisha maisha yako. Baraka, nguvu na uhai kwa wote. Hadi wakati mwingine.